Wakati mwingine maumivu makubwa hayaanzi pale unapopigwa au kutukanwa, la hasha, bali huanzia pale unapolia mbele ya watu unaowaamini halafu wakawa wanakuambia uvumilie. Basi baada ya Zubeda kurejea kwao Zanzibar, huku akiwa amechoka na mateso ya ndoa yake, Zubeda alikuwa na matumaini kwamba wazazi wake wangekuwa kimbilio lake. Alidhani kwamba angepata mabega ya kuegemea na maneno ya kumfariji, lakini mambo hayakuwa kama alivyotarajia. Badala ya Zubeda kupata faraja, alikutana na ushauri uliomrudisha kwenye maumivu yale yale aliyokuwa ameyakimbia. Kila aliyemzunguka alimshauri Zubeda kwamba uvumilivu ndio suluhisho pekee la matatizo yake, bila kujali ukubwa au majeraha aliyokuwa ameyabeba moyoni. Na kadri siku zilivyozidi kusonga mbele, Zubeda alianza kuhisi kana kwamba dunia nzima ilikuwa imemgeukia. Hakuwa tena na mtu aliyekuwa tayari kusikia kilio chake. Hakukuwa na mtu aliyekuwa tayari kuelewa kile alichokuwa kikipitia. Hayo yalikuwa ni baadhi ya matukio ambayo tuliyapitia katika sehemu ya kwanza. Hii ni sehemu ya pili ya simulizi inayokwenda kwa jina la Siri ya Mke. Anayetusimulia kisa hiki ni mwanaume anayefahamika kwa jina la Salumu. Salumu ana mambo mengi ya kuweza kutueleza ndani ya siri ya mke wake. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na TikTok, napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusearch Chemchem ya Simulizi. Basi tuendelee na simulizi yetu. Salumu bado anaendelea kutueleza. Salumu anasema baada ya Zubeda kukaa kwao kwa muda mfupi, Zubeda aligundua kwamba hakuwa na chaguo jingine tena, na kila alipozungumza na wazazi wake jibu lilikuwa ni moja lile lile tu. Wazazi wake walikuwa wanamwambia kwamba rudi kwa mume wako, ndoa ni uvumilivu, siku zote katika maisha hakuna nyumba isiyo na matatizo. Maneno hayo yalikuwa kama mzigo mwingine uliotua juu ya mabega yake Zubeda, yaliyokuwa tayari yamechoka. Hatimaye Zubeda akiwa hana pa kukimbilia, alimchukua mtoto wake na kurejea Simiyu katika kijiji cha Mwanuzi. Safari hiyo haikuwa ya furaha. Hakurudi kama mwanamke mwenye matumaini ya maisha bora, bali alirudi akiwa mnyonge, mwenye huzuni, na alianza kupoteza imani kana kwamba kuna siku maisha yake yangebadilika. Basi Zubeda alipofika nyumbani kwa mume wake, hakuna hata mtu mmoja aliyemkaribisha kwa furaha. Hakuna aliyemuuliza alikuwa wapi. Hakuna aliyemuuliza safari yake ilikuwaje. Hakuna mtu aliyefurahia kurejea kwake. Yaani ilikuwa kana kwamba hakuwa sehemu ya familia ile Zubeda. Na siku chache za mwanzo zilipita kwa utulivu mkubwa, lakini baada ya muda hali ilianza kurudi kama ilivyokuwa zamani. Matusi kwa Zubeda akaanza tena. Dharau zikarudi tena, kejeli zikaanza tena. Na wakati mwingine wifi zake walikuwa wanamkumbusha kwamba alikuwa hahitajiki katika familia ile. Kuna wifi zake walikuwa wanapenda kusema kwamba jamani, watu wengine wakitoka kwa ume zao wanakaa kwao, wewe mbona umeenda kwenu na umerudi tena mwenzetu, kulikoni? Mmoja wa wifi zake alimwambia maneno haya Zubeda kwa sauti ya dharau. Wifi yake mwingine akadakia, akasema jamani, au mwenzetu ndo tuseme kwamba wazazi wako tayari wamesha kuchoka, ndio maana wamekurudisha huko? Jamani, yani kama wazazi wako wamekuchoka, sisi ni nani hata tukupokee? Heheheya. Wifi yake mwingine Zubeda aliongea maneno haya huku akimaliza kwa kicheko. Maneno yale yalimuumiza sana Zubeda, lakini safari hii hakujibu kitu chochote. Zubeda aliendelea kunyamaza. Zubeda alikuwa amechoka kupigana, alikuwa amechoka kujitetea, alikuwa amechoka kuamini kwamba kuna mtu angeweza kusikia kilio chake tena. Kilichomuumiza zaidi Zubeda ni kwamba mume wake aliendelea kuwa vile vile. Kila siku mume wake alirejea nyumbani akiwa amelewa, na wakati mwingine hakujali hata kama mke na mtoto wake walikuwa wamekula au la. Basi usiku mmoja Zubeda alikesha akiwa akimkumbatia mtoto wake aliyekuwa amelala. Zubeda alimtazama sana mtoto wake. Alimtazama kwa muda mrefu huku machozi yakimtoka taratibu. Mtoto huyo ndiye ambaye alikuwa faraja pekee katika dunia iliyokuwa imejaa maumivu kwa upande wa Zubeda.
Lakini kadri hali ilivyozidi kuwa mbaya, ndivyo mawazo mazito yalivyoanza kujijenga ndani ya moyo wake Zubeda. Mawazo ya hasira, mawazo ya kukata tamaa, mawazo ambayo hakuwahi kufikiria kwamba siku moja ingepata nafasi ndani ya akili yake. Basi Salumu bado anaendelea kutueleza kile alichokigundua nyuma ya mke wake, siri ya mke wake. Salumu anaendelea kuongea. Salumu anasema, miaka kadhaa baadaye, nilipokuwa nikiendelea kufuatilia historia ya mke wangu Zubeda, nilikuja kugundua kwamba siku ya tukio lile ambalo nilikuja kugundua ndio siku ambayo ilikuwa ni siku mbaya zaidi katika maisha yake. Kwa mujibu wa taarifa nilizokuwa nimezikusanya, siku hiyo Zubeda alikuwa ametoka kutafuta riziki kama ilivyokuwa kawaida yake. Zubeda alikuwa amechoka sana. Alikuwa ni mtu mwenye mawazo mengi na mtu aliyebeba mzigo mkubwa wa maisha mabegani mwake. Zubeda aliporejea nyumbani, alimkuta mtoto wake mdogo akilia kwa njaa. Basi haraka Zubeda akauliza baadhi ya watu walikuwepo ndani ya nyumba ile kama walikuwa wamempa chakula chochote. Aliwauliza ndugu zake pamoja na shemeji zake, lakini majibu aliyoyapata hayakuwa na huruma hata kidogo. Badala ya kusaidiwa, alipokelewa kwa maneno ya kejeli na dharau kama zile alizokuwa amezoea kuzisikia kila siku. Walianza kumwambia, jamani, sisi wanaanza kutuuliza habari za mtoto amekula, habari za chakula. Kwani huyo ni mtoto wetu? Huyu si mtoto wetu, ni mtoto wako Zubeda. Ni mtoto wako wewe pamoja na mume wako. Kama mume wako ameshindwa kumtafutia chakula, yani baba mwenye mtoto ameshindwa kumpa mtoto chakula, pesa zake ameenda kumalizia kwenye pombe, sisi ni akina nani hata tumjali mtoto wako? Na kama inakuuma kwamba mtoto wako analia njaa, tafuta chakula mpikie. Wewe si mama yake. Kizuri zaidi umefika na umekuta mtoto analia. Umefika wakati mzuri dia. Maneno hayo yalimuumiza zaidi ya kawaida Zubeda. Siku hiyo alikuwa tayari amechoka kimwili na kiakili. Alijikuta akizidiwa na hasira, huzuni na kukata tamaa kwa wakati mmoja. Alifikiria kuhusu maisha yake. Alimfikiria mume wake. Mume wake sio kwamba alikuwa apati pesa. La hasha. Mume wake alikuwa anapata pesa. Alikuwa anafanya kazi za ufundi ujenzi. Alikuwa anapata vibarua vingi tu. Alikuwa anajenga. Na pesa ya kukidhi mahitaji alikuwa anaipata. Lakini pesa zake alikuwa anazitumia huko nje pamoja na wanawake wengine, pamoja na kutumia katika matumizi ya pombe. Jambo lililozidi kumpa hasira Zubeda. Na akiangalia katika familia anayoishi, wifi zake, mama mkwe wake, shemeji zake, walikuwa hataki kumuona hata kidogo. Walikuwa wamchukulia kama mtu katika familia ile. Walikuwa wanamchukulia ni kama mtu ambaye ni ombaomba, amepotea, hana pa kwenda. Mawazo haya yalizidi kumjaza zaidi hasira Zubeda. Basi Zubeda kwa hasira akambeba mtoto wake na kuingia naye ndani ya nyumba yake. Lengo lake Zubeda lilikuwa ni kutafuta chochote cha kumpikia mtoto wake ili apate kula na kutulia, ache kulia njaa. Basi Zubeda akiwa jikoni, alianza kuandaa chakula kwa haraka huku mtoto akiendelea kulia kwa sababu ya njaa. Zubeda wazo ambalo lilimjia haraka ni kuweza kumpikia mtoto chapati. Basi moja kwa moja akachukua unga wa chapati na kuanza kukanda. Basi wakati akiwa anaendelea kusukuma ile chapati, mtoto aliendelea kulia. Mtoto alikuwa akilia akisema, mama njaa. Njaa inauma mama. Tumbo linauma. Mtoto alikuwa analia sana. Na kila kilio cha mtoto kilikuwa kama kumbusho la maisha magumu aliyokuwa akiishi Zubeda. Kila sauti aliyokuwa akisikia kutoka kwa mtoto yule iliongeza maumivu yaliyokuwa yamejikusanya ndani ya moyo wake kwa miaka na miezi mingi sana. Na ndipo jambo ambalo hakuwahi kulitarajia katika maisha yake Zubeda likatokea. Katika hali ya hasira, uchovu na msongo mkubwa wa mawazo, Zubeda alifanya kitendo cha ghafla dhidi ya mtoto wake. Zubeda alichukua ule msukumio wa chapati, alimpiga kwa hasira mtoto wake kichwani. Alimpiga kwa nguvu. Mtoto hakuongea neno lolote. Mtoto hakulia tena. Mtoto hakutikisika tena. Papo hapo mtoto alidondoka chini huku damu zikimtoka puani pamoja na mdomoni. Zubeda baada ya kuona hali ile, hasira ghafla zikapotea. Maneno ya maumivu aliyokuwa anayakumbuka, maneno ya watu, maneno ya rafiki zake, ghafla yalipotea. Kilichobaki kwa wakati huo ilikuwa ni hofu. Zubeda alibaki na hofu kubwa ambayo haijawahi kumuondoka mpaka leo. Zubeda alimkimbilia mtoto wake huku akitetemeka. Alisema, mtoto wangu. Alimuita jina mtoto wake. Alimtikisa taratibu. Zubeda alijaribu kufanya kila alichoweza. Alisema, nisamehe mwanangu.
ni hasira tu. Ni hasira kutoka kwa babako. Ni hasira kutoka kwa familia babako. Sijapanga kukuumiza mtoto wangu. Amka mtoto wangu. Amka, niite tena mama, niambie njaa inaniuma mama. Amka mtoto wangu. Amka, mamako anakuita. Mamako anakupikia chapati ili ule mtoto. Amka, nisamee mimi. Nisamee mimi mtoto wangu. Lakini pamoja na Zubeda kuongea maneno yote hayo, mtoto hakufurukuta. Basi baada ya tukio lile la kutisha, Zubeda alibaki akiwa ameganda kwa muda mrefu, huku moyo wake ukidunda kwa kasi isiyo ya kawaida. Zubeda hakuamini kile kilichokuwa kimetokea mbele ya macho yake. Kwa mikono yake mwenyewe, kwa macho yake mwenyewe, amemuua mtoto wake. Amemuua mtoto wake wa kipekee. Amemuua mtoto ambaye ndiye alikuwa faraja ya moyo wake. Alimuua mtoto ambaye alitegemea ndiye ambaye angekuja kumuokoa katika maisha hapo baadaye. Hakuamini kile kilichokuwa kimetokea. Machozi yalimtiririka mashavuni Zubeda, huku akili yake ikikataa kupokea ukweli uliokuwa mbele yake. Sekunde zilipita, dakika zilipita, kisha saa zikaanza kuyoyoma. Kadri muda ulivyokwenda, hofu ndivyo ilivyoanza kutawala kila sehemu ya mwili wake. Basi kwa akili haraka Zubeda akachukua tambala na kufuta damu pale chini. Akasafisha kila kitu kutoa ushahidi. Akamuogesha vizuri, akamvalisha nguo nzuri kama hakuna kitu kilichotokea. Zubeda akamchukua yule mtoto na kumpeleka kitandani. Akamlaza mtoto, lakini akili yake ilikuwa bado haiko pale. Aliwaza, nimpeleke mtoto hospitali, niseme amepata ajali au nifanyaje? Lakini bado mkono wa sheria utakuwa upande wangu. Zubeda kwa wakati huo alihisi dunia yote ilikuwa ikimzunguka. Zubeda alihisi kila mtu amegundua kile kilichotokea. Basi na katika hali ya kuchanganyikiwa, Zubeda aliamua kufanya maamuzi ambayo alihisi yangekuwa salama kwa upande wake. Basi usiku huo Zubeda, baada ya kumuogesha mtoto wake na kumvalisha nguo nzuri na kumlaza kitandani, bado aliendelea kuweseka. Alikuwa anawaza, nitamwambia nini mume wangu? Nitaiambia nini familia mume wangu? Nitawaambia nini wazazi kwamba kwa mikono yangu nimemuua mtoto wangu mwenyewe? Lakini wazo la ghafla lilimjia kwamba anatakiwa kumzika mtoto yule, lakini atamzika vipi? Basi Zubeda alimsubiri mume wake afike. Na mume wake alipofika, Zubeda alisema kwamba kuna dharura ambayo imetokea kijijini kwao. Bibi yake amefariki kule Zanzibar. Inatakiwa aende asubuhi sana ili awai magari ya asubuhi, na ajitahidi aunganishe magari, ikibidi kesho kuto yake awe tayari ameshafika Zanzibar. Mume wake kwa kuwa alikuwa ajali lolote kuhusu mke wake, alichokifanya ni kutoa tu nauli kwa ajili ya kumpa mke wake Zubeda ili awai mazishini. Na hakutaka kujua kwamba mtoto anaendeleaje au mtoto yupoje, lakini hakujua kwamba siku hiyo alikuwa amelala na maiti ndani ya nyumba yake, maiti ya mtoto wake. Basi siku iliyofuata, asubuhi mapema sana, kabla mtu yeyote hajaamka, Zubeda alimchukua mtoto wake na kumbeba mgongoni. Alimbeba mgongoni na kwenda kijiji cha mbali. Alienda kumzika mtoto wake kimya kimya, pasipo mtu yeyote kufahamu. Na baada ya hapo, aliondoka Simiyu na kuelekea Zanzibar kwa wazazi wake. Safari nzima Zubeda alikuwa ameketi kimya. Mawazo yake yalikuwa mazito kuliko kawaida. Zubeda alipofika nyumbani kwa wazazi wake walishangazwa na ujio wake wa ghafla. Mama yake Zubeda alimuuliza, "Mwanangu, mbona umerudi bila taarifa?" Na baba yake naye pia akaongeza kwa kusema, "Vipi, na mbona umekuja peke yako? Mtoto wako yuko wapi?" Swali hilo lilimchoma zaidi moyo wake Zubeda kama mshale. Kwa sekunde chache tu Zubeda alibaki kimya, kisha akajibu kwa sauti ya chini. Akasema, "Mtoto nimemwacha kwa babake." Wazazi wake hawakutilia shaka jibu hilo. Walidhani ni jambo la kawaida tu, lakini Zubeda mwenyewe alihisi miguu ikitetemeka. Kila neno alilokuwa akizungumza lilionekana kuwa zito kuliko kawaida. Zubeda alijaribu kujifanya mtulivu, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na vita kubwa ambayo hakuna mtu aliyekuwa akiiona. Basi wakiwa bado wanaendelea kuzungumza, Zubeda pamoja na wazazi wake, simu ya Zubeda ya mkononi iliita. Alipotazama kioo cha simu, moyo wake uliruka kwa kasi. Aliyekuwa anapiga alikuwa ni mume wa Zubeda. Mikono ya Zubeda ilianza kutetemeka. Kwa shida Zubeda alipokea simu. Upande wa pili wa simu sauti ya mume wake ilisikika ikisema, "Zubeda, vipi? Umefika salama?" Zubeda akajibu, "Ndio,
alijibu kwa sauti ya chini. Na mume wake akauliza, akasema, vipi na mtoto yuko wapi? Maana tangu uondoke naye sijabahatika hata kusikia sauti yake. Hebu mpe simu mtoto niongee naye kabla sijaenda kupata kinywaji. Swali hilo lilimfanya Zubeda anyamaze ghafla. Uso wake ukabadilika. Mapigo ya moyo wake yakazidi kwenda kasi. Wazazi wake waliokuwa karibu wakaanza kumtazama Zubeda kwa mshangao. Kwa mara ya kwanza waliona hofu isiyo ya kawaida machoni mwa binti yao. Na hapo ndipo maswali yalipoanza kuzaliwa. Maswali ambayo Zubeda hakuwa na majibu yake. Maswali ambayo baada ya miaka mingi yangeibua siri kubwa iliyokuwa imefichwa gizani. Baada ya simu ile kukatika, hali ndani ya nyumba ile ikabadilika kabisa. Wazazi wa Zubeda walitazamana kwa mshangao. Walikuwa tayari wameshamsikia mume wa binti yao akimuulizia mtoto ambaye Zubeda alikuwa amewaambia kwamba amemwacha kwake. Kwa mara ya kwanza walianza kuhisi kwamba kulikuwa na jambo kubwa lililokuwa linafichwa. Baba yake Zubeda akamwambia, akasema, Zubeda, ukweli ni upi? Lakini Zubeda hakujibu kitu chochote. Zubeda alibaki akiwa ameinamisha kichwa, huku macho yake yakizunguka kana kwamba alikuwa akitafuta sehemu ya kujificha. Na kadri alivyoendelea kuulizwa, na ndivyo alivyozidi kuchanganyikiwa. Majibu aliyokuwa akiyatoa Zubeda yalikuwa hafanani hata kidogo. Mara Zubeda alisema kwamba mtoto yuko kwa baba yake. Akiulizwa tena, Zubeda alisema kwamba mtoto amemwacha kwa jirani. Na mara nyingine alisema kwamba mtoto alikuwa amelala alipokuwa anaondoka. Na kiufupi hakuna jibu lililokuwa linaeleweka. Hali hiyo iliwatia wasiwasi wazazi wake. Siku hiyo hiyo waliwasiliana na mume wa Zubeda na kumweleza kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Mume wake Zubeda naye alishtuka. Hakupoteza muda. Kesho yake akaanza safari ya kutoka Simiyu kuelekea Zanzibar. Na alipofika Zanzibar, jambo la kwanza ambalo alitaka kujua ni jambo moja tu, mtoto wake yuko wapi? Swali hilo lilirudiwa mara nyingi mbele ya Zubeda, lakini kila alipoulizwa majibu yalikuwa yale yale yasiyoeleweka. Wakati mwingine Zubeda alinyamaza tu, wakati mwingine Zubeda alilia, wakati mwingine alisema kwamba hajui mtoto alipo. Na kadri muda ulivyozidi kuyoyoma, ndivyo hofu ilivyozidi kuongezeka ndani ya familia yote. Hakuna mtu aliyekuwa akielewa kilichokuwa kinaendelea. Mtoto alikuwa ametoweka, na mtu pekee aliyepaswa kueleza alikokuwa mtoto alikuwa ni Zubeda pekee. Hatimaye wazazi wake Zubeda walifikia uamuzi mgumu. Waliona kuwa maswali yao hayakuwa yanapata majibu ya kueleweka. Walihisi kwamba huenda kulikuwa na jambo zito zaidi ya walivyokuwa wakifikiria. Kwa pamoja wakaamua kumpeleka Zubeda katika kituo cha polisi ili akatoe maelezo rasmi. Walitumaini kwamba katika kituo cha polisi Zubeda angeweza kueleza kwa utulivu ukweli wa mahali alipo mtoto. Na huu ndio mwisho wa sehemu ya pili wa simulizi inayokwenda kwa jina la Siri ya Mke. Anayetueleza kisa hiki ni Salumu ambaye ni mume wa pili wa Zubeda. Ni mengi ambayo alipeleleza katika historia ya maisha ya mke wake. Ni mambo mengi ambayo aliyajua. Je, Zubeda ataongea ukweli kwamba mtoto wake tayari ameshafariki na amemzika katika kijiji cha mbali, au ataendelea kukaa kimya? Ili kujua yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusearch Chemchem ya Simulizi, Siri ya Mke.